Kitabu cha Mathayo. Mathayo 1 mstari wake ni wa 21. Naye atamzaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu. Nawe utamwita jina lake Yesu, kwa maana yeye ndiye atakaye waokoa watu wake kutoka kwa dhambi zao. Mariamu alizaa mwana, huyu mwana jina lake ikawa ni Yesu, kwa sababu Yesu ndiye atakaye kuokoa kwa dhambi zako, alivyoniokoa kwa dhambi zangu. Yesu Kristo akazaliwa, Yesu akahubiri toba. Mathayo 4:17. Tangu wakati huo Yesu alianza kuhubiri akisema, tobone, 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 kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Yesu akabeba dhambi, akaenda msalabani, akaimwaga damu yake ili dhambi zako ziondolewe, ili dhambi zako na zangu siondoke. Wafanya nini kwa dhambi? Waishi maisha gani? Wampa nani utukufu? Mathayo Mathayo 26:28, Yesu anasema, hii ndiyo damu yangu ya agano, hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Yesu alimwaga damu yake ili uondolewe, ili niondolewe dhambi zangu. Mungu anasema Yesu anaitwa Yesu. Anaitwa Yesu kwa sababu kazi yake ni kukuokoa wewe na kuniokoa mimi kutoka dhambini. Bikira alijifungua, Mariamu alikuwa bikira, na kwa nguvu za Roho Mtakatifu Yesu akaumbwa kwa tumbo ya Mariamu. Jina la mtoto, jina lake ikawa Yesu. Jina lake ikawa Yesu. Kwa nini Yesu? Hakuna jina lingine mwanadamu amepewa chini ya mbingu atakalo okolewa isipokuwa Kristo Yesu. Matendo ya Mitume 4:12. Matendo ya Mitume 4:12. Jina Yesu inamaanisha wokovu. Yesu amekuokoa kutoka kwa dhambi, amekuokoa kutoka kwa lust, amekuokoa kutoka kwa usherati, amekuokoa kutoka kwa uzinzi, amekuokoa kutoka kwa ulevi, amekuokoa kutoka kwa pornografia. Jina Yesu lina nguvu. Jina Yesu lina nguvu. Amekuokoa kutoka kwa hasira, amekuokoa kutoka kwa tamaa ya wanaume na wanawake. Kama haijafanyika hiyo, jina Yesu haijafanya kazi ndani ya moyo wako. Amekuokoa kutoka kwa filthy life, maisha machafu ya dhambi. Jina Yesu inamaanisha wokovu. Amekuokoa kutoka kwa nini? Amekuokoa kutoka kwa masturbation, wewe. Amekuokoa kutoka kwa lust, amekuokoa kutoka kwa fitina. Yesu amekuokoa kutoka kwa faraka,
amekuokoa kutoka kwa ulevi. Jina Yesu inamaanisha wokovu. Umeokolewa kutoka kwa nini? Ni nini kimeondolewa kwa maisha yako? Usiseme Yesu wa mdomo. Yesu inamaanisha wokovu. Amekuokoa kutoka kwa nini? Nini kimebadilika kwa maisha yako? Mariamu atamzaa mwana. Mariamu atamzaa mwana, nao watamwita jina lake Yesu, kwa maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake kutoka kwa dhambi zao. Yesu amekuokoa kwa nini? Bado unaishi maisha machafu na mdomoni Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema hapana. Kuna kitu hujatambua. Tambua moyo wako. Tambua moyo wako ni muovu. Tambua moyo wako ni mdanganyifu. Usiutegemee, utakudanganya. Yesu alizaliwa ili mwanadamu aokolewe kutoka kwa njia zake mbaya, njia mbovu za uizi, njia mbovu za unafiki, njia za ulevi, njia za umalaya, njia za usherati, njia za mipango ya kando, njia za kubaka watoto, njia za kutesa maid, njia za ufisadi. Yesu alizaliwa ili atukomboe kutoka huko. Dhambi ya mwanadamu, dhambi tulioirithi kwa Adam, Yesu alizaliwa uondolewe huko. Mungu anataka toba, hataki show. Mungu hataki show. Mungu ana drama. Mungu ana stage mahali utaenda kufanya drama. Mungu hataki show, anataka toba. Mungu anataka toba. Na imani kwa Yesu Kristo. Mungu hataki maisha ya kinafiki. Mungu anataka maisha manyofu. Na ni kupitia toba na imani kwa Yesu Kristo na kuishi maisha matakatifu kama ale Kristo aliishi duniani. Inawezekana.